Safi, mambo vipi bwana? Uko vizuri ndugu yangu? Niko sawa sawa. Niko vizuri. Bwana, walau kwa uchache Watanzania waliokuwepo nyumbani na wale ambao katika maeneo mengine tofauti tofauti, maandalizi ya timu ikiwa imebakia siku moja tu kuelekea mchezo huo kesho. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maandalizi yanakwenda vizuri. Leo tukifanya mazoezi yetu ya mwisho hapa katika uwanja wa Novemba 11, uwanja ambao tutakwenda kutumia katika mchezo wetu, na ni uwanja ambao tunacheza mechi yetu ya 3 hapa katika uwanja huu, na ni uwanja ambao mnyama hajawahi kupoteza mechi hapa. Kila kitu kinakwenda vizuri na wachezaji wetu wako vizuri. Wachezaji wote 23 ambao tumesafiri nao wote wapo katika hali nzuri na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Wachezaji ambao wamesafiri mpaka hivi sasa, ikiwa imebakia masaa machache kama siku moja kuelekea mchezo huo wa kesho, kama kuna taarifa yoyote kutoka katika eneo la technical, kwa maana kocha mkuu, wote wako tayari, wako fiti. Eneo la medical pia wote wako tayari, wako fiti kutazama huo mchezo, lakini pia tuna utazamaji huo mchezo dhidi ya mpinzani ambaye tutakutana naye. Hakuna mchezaji mwenye changamoto ya kiafya. Mchezaji ambaye alikuwa na wasiwasi pengine alikuwa ni Yusuf Kagoma ambaye aliumia hapa, alichanika katika mechi iliyopita na bado ana bandage, lakini ana uwezo wa kucheza kesho bila mashaka ya aina yote ile, kwa mujibu wa ripoti ya madaktari, na wengine wote waliosalia wako vizuri kwa ajili ya kesho. Mchezo dhidi ya Petro Atletico di Luanda kwetu ni mchezo muhimu sana. Unaweza ukabeza ya kwamba mmeshatolewa, nafasi yenu ndogo, wa mchezo unakuwaje muhimu. Unapokuwa timu kubwa, kila mchezo kwako unakuwa ni mchezo muhimu, na kila mchezo kwako unakuwa ni mchezo wa thamani. Na Simba ni timu ambayo imeshikilia roho za watu, ni timu ambayo imeshikilia furaha za watu, ni timu ambayo watu wake wanahitaji vitu vizuri, kiwe na umuhimu, kisiwe na faida, lakini watu wanataka vitu vizuri. Pamoja na kwamba nafasi yetu ni finyu, lakini kama unapoteza mchezo dhidi ya wapinzani wetu Petro, tayari unawanyong'onyesha watu, unawaumiza watu, unawafanya wanasimba waishi kinyonge katika mitaa na matawi yao, unawafanya wanasimba wafikirie mbali. Yani tuna timu dhaifu hali namna hiyo. Sasa hatuko tayari kuingiza mashabiki wetu kwenye msonono wa mawazo. Yes, hatujakuwa na matokeo mazuri katika mechi zilizopita, lakini mechi hii tunataka kufanya vizuri, walau kuwafurahisha mashabiki wetu kwamba tumeweza kushinda mchezo mmoja ugenini. Kesho tutaweka full mkoko au tutapunguza makali kutokana na sababu ambayo umeisema? Full mkoko kwa maana kuu mbili. Kwanza, tunahitaji ushindi katika mchezo huo, lakini pili, hizi mechi zilizobaki za heshima, lakini ni sehemu ya kutengeneza kikosi zaidi kuelekea katika mechi zetu za ligi kuu ya NBC. Huko ndiko ambapo tumeweka malengo na majeshi yetu kwenye ligi kuu ya NBC, lakini maandalizi yake yanaanza kwenye mechi ngumu zenye ushindani kama hizi, na bado kuna wachezaji hawajaelewana. Libase Geye, hii inakuwa ni mechi yake ya 3. Anicet Oura, hii inakuwa ni mechi yake, Libase inakuwa ni mechi yake ya 4. Anicet Oura inakuwa ni mechi yake ya 3, lakini mlinda mlango Jibrila Kasali inakuwa ni mechi yake ya 4. Ino Lohemba inakuwa ni mechi yake ya kwanza. Kwa hiyo lazima tuweke full nondo, full mkoko, ili hawa wachezaji waendelee kupata momentum. Mwilijumba Ismail Traore mechi yake ya pili hii anakwenda kucheza. Kwa hiyo lazima tuweke full mkoko ili wachezaji wapate game time ya kutosha, wachezaji wapate muda wa kucheza na kuelewana. Tunamtaka Anicet Oura akiwa kwenye utimamu wa 100%. Anaupata wapi? Anaupata kwenye mechi ngumu zenye ushindani kama hizi. Namtaka Geye awe kwenye ubora wake. Tunampata wapi? Kwenye mechi kama hizi. Tunamtaka Nixon Kibabage aendelee kuimprove na kufanya maajabu makubwa. Unajua Kibabage ana rekodi ya hatari sana kaka. Mechi akia nani wezi amini. Rekodi ipi? Nixon amecheza mechi 3 mpaka sasa.
mechi mbili dhidi ya Esperance Tunisia na Dar es Salaam, pamoja na mechi moja ya ligi kuu ya NBC dhidi ya Mashujaa. Katika mechi tatu ana assist mbili, assist moja ya ligi kuu ya NBC na assist moja kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Huyo ni Nixon Kibabage. Ile assist ya ligi ya mabingwa nzuri kwa sababu alimtegeza fullback mwenzie. Alihamisha kutoka kaskazini akaileta kusini, alafu Shomi akapita nayo. Sijui umeelewa. Tutakuja kumzungumzia kwa utulivu wake, faida ambayo Nixon ameiongeza upande wa kulia, upande wa kushoto, nguvu ambayo ameiongeza upande wa kushoto, ubora ambao ameuongeza upande wa kushoto, na ubunifu ambao ameuongeza upande wa kushoto. Lakini ni kwa namna gani amekuwa chanzo cha upatikanaji wa magoli upande wa kushoto Nixon Kibabage. Muda ukifika tutakuja kuuzungumzia kwa uzuri kabisa, lakini tunamhitaji Nixon Kibabage aendelee kuwa imara, kuwa bora na kuwa fiti zaidi. Anapataji huo fiti? Ni mechi kama hizi za kiushindani, akipata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo ni full mkoko kwa ajili ya kutengeneza zaidi vijana wetu, tuelekee kwenye vita kuu ya ligi kuu ya NBC. Tumalize, kila kitu kipo tayari. Kila kitu kiko tayari, wachezaji wako tayari, mwalimu Steven Becker yuko tayari, na mchezo huu sisi kwetu ni mchezo wenye thamani kubwa sana, na tutakwenda na tumewaambia of course wachezaji ya kwamba wasiwe demoralized na matokeo ya michezo iliyopita, yani wasinyong'onyeshwe na matokeo ya mchezo iliyopita. Waingie kwenye mchezo huu kana kwamba tunahitaji kwenda robo fainali, kwa sababu Simba Sports Club ni timu kubwa, na timu kubwa iko namna ya kufeli ni kufeli, lakini iko namna timu kubwa inatakiwa ifeli, na ndio ambapo tunapaswa kumaliza hili kundi letu kwa design kama hiyo. Kwa hiyo tumwambia wachezaji mechi hii waingie wakacheze kana kwamba robo finali iko mbele yetu, wala wasiwaze sijui tuna nafasi ndogo, sijui yule anaongoza na pointi 8 yule. Hiyo wenyewe haiwahusu. Umeongea vizuri bwana Vasco da Gama, hiyo wenyewe haiwahusu. Wenyewe waingie wakacheze, wakapambania ya kufa, twende tukapate matokeo mazuri. Kama tutashindwa kuwafunga Premio, kama tutashindwa kuwafunga Petro, basi wasitufunge. Yani hatuwezi kukubali sisi Simba atufunge nyumbani kwetu Benjamin Mkapa na kwao atufunge. Hilo hatuwezi kukubali hata kidogo. Ameshindwa Al Ahly kutufunga kwake na kwetu, basi hakuna timu nyingine yoyote Afrika hii inaweza kutufunga kwake na kwetu. Hilo haliwezekani. Tulifanya makosa tukapoteza nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Hatutakiwi kufanya makosa kupoteza hapa Angola. Amechukua alama 3 Benjamin Mkapa, aende akamshukuru Mungu wake, lakini hapa nyumbani kwake nyasi zitawaka moto. Heshima mnyama lazima iwekwe hapa.